nia na madhumuni ya kukutana kwetu ni kuitangaza da'wa yetu. Tulianza kuilingania kwa miaka mingi huko nyuma. Da'wa yetu, nikisema da'wa yetu nakusudia ad-da'watu salafiyya, da'wa iliyojengwa juu ya mfumo imara kabisa na misingi madhubuti, misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotutangulia. Kwa wale watu wazima watakumbuka mihadhara ya mwanzo kabisa iliyofanyika ndani ya msikiti huu, ambayo kwa sasa inakaribia miaka 18 mpaka 19 ndani ya msikiti huu, kwa sababu ukihesabu kwa miladi ya mwaka 2007 mpaka leo utapata takriban miaka 18, lakini ukihesabu kwa miaka ya hijiria sasa inakaribia miaka 20 pungufu kidogo. Kwa hiyo hata wale waliokuwa vijana sasa wamekuwa wazee, na wale waliokuwa watoto wamekuwa watu wazima. Tulianza ulinganizi wetu wa wazi kabisa katika msikiti huu, pamoja na kwamba kulitanguliwa na baadhi ya mihadhara, durus, semina, sehemu nyingine, lakini kwa ule udhahiri hasa wa kujipambanua. Nachokusudia udhahiri wa kujipambanua da'wa salafia kwa misingi yake na hoja zake, basi mahali pa mwanzo kabisa ilikuwa ni katika msikiti huu. Kwa hiyo watu wazima wanalikumbuka hili, na wengine pengine walipata kusikia audio zake zile za miaka ile. Kisha kutokea hapa mipango ikapangwa, njama zikasukwa, vikao vikakaliwa, azma ikapitishwa, na watu wakatoka kwenda katika miji mbalimbali kwenye kuitangaza da'wa hii, kwenye kanda hii ya kaskazini, kadhalika kanda ya ziwa, katika mikoa hiyo ya huko Shinyanga na Mwanza, Bukoba na Mara, mkoa wa Kagera na mkoa wa Mara, kadhalika nyanda za juu kusini, Iringa huko na Mbeya, na kurudi mkoa wa Ruvuma, na kusini huko sehemu za Lindi na Mtwara, bali hata katika kanda ya kati, Dodoma na Morogoro na sehemu nyinginezo. Ala kulli hali, mipango mingi ilianzia hapa, walillahi alhamdu wal minna. Nataka nilikumbushe hili ili waliosahau wakumbuke, na wasiojua wafahamu, na wale wanaokumbuka tuendelee kuwakazia katika jambo hili. Lakini ninachotaka kukuambia katika wakati huu ni kwamba hatujafika mwisho wa da'wa na ulinganizi. Pamoja na miaka yote hiyo, pamoja na mambo yote hayo, bado hatujafika mwisho wa da'wa. Da'wa bado inatakiwa iendelee, tena kwa ufanisi zaidi, na mipango madhubuti na imara, na juhudi kubwa zaidi, kwa sababu da'wa tunatakiwa tuisimamie
mpaka mwisho wa umri wetu, mpaka tunatoka hapa duniani. Lakini tumetoka mbali, tangu tukiwa wanyonge wa kuombaomba misikiti ya watu na kufukuzwa na kukataliwa kwamba hapa hamruhusiwi, twapita twenda huku, twapanga njama zile, mpaka kuwa sasa twamiliki vituo vyetu katika miji mbalimbali. Tangu watu walipokuwa wachache mpaka leo wamekuwa wengi. Tangu walipokuwa watu hawatuelewi mpaka sasa watu wanatuelewa. Na hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, bali akawafanya wale waliokuwa wakitupiga vita ndio watetezi wa kulitetea jambo hili, na wengine Allah subhanahu wa ta'ala akatutosha na shari zao, jambo lao likafifia, njama zao na mipango yao ikawarudia wao wenyewe. Na hivi ndivyo itakavyokuwa mpaka huko mbeleni. Jambo la msingi ni sisi kusimama katika kuipigania da'wa hii na kuilingania, kwa sababu ndiyo Uislamu sahihi aliyotumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufikishe kwa viumbe, na yeye akaufikisha Uislamu huu, ukapokelewa na maswahaba zake watukufu, wakaubeba huu Uislamu kwa vile walivyomuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakausomesha Uislamu huu kwa waliokuwa baada yao, nacho ni kizazi kilichofuatia baada yao, kizazi cha tabi'in, na wao wakaendelea hivyo, jambo likienda hivyo mpaka siku ya leo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tulirithi jambo hili, tulibebe, tulifikishe kwa wengine, vizazi vijavyo vilibebe jambo hili, vifikishe jambo hili kwa vizazi vingine vitakavyofuatia. Nimeona nikumbushe kidogo hili jambo ili tukae sawa. Hii dawa misingi yake ni misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndiyo dawa sahihi ya Uislamu. Haihitaji nguvu nyingi katika kuielewesha, kwa sababu ni dawa inayojitegemea kihoja, kwa hoja zake inajitegemea. Tunachotakiwa ni sisi kufanya juhudi na mipango ya kuhakikisha zile hoja zinawafikia walengwa, na katika hili kuna fadhila kubwa ndani yake, na hili haliwi ila kwa sisi wenyewe kuijua hii da'wa kwa kuisoma na kuisomesha. Sasa kuna watu wageni pengine watayasikiliza maneno haya, hawajui ni da'wa gani na ulinganizi gani. Kwa nitalazimika kuzungumza machache kuhusu hii da'wa. Ukiona kuna jambo walijua, basi ujue hukukusudiwa wewe, wamekusudiwa wengine wasiojua, au wale wanaojua kimakosa. Na kama ni wewe, basi ni kutiliwa mkazo tu